Kwa kweli Mungu atatusaidia tuimbe wimbo wa sifa katikati ya majonzi. Wimbo wake Angel Bernard, nikumbushe wema wako, unatufikisha mwendo wa saa 12 na dakika 33 ndani ya studio zetu za Pwani FM, Tafrija Kipwani. Mtumishi wa Mungu Apostle Geoffrey Mwaluma kutoka kanisa la Glorious Hour Center International ambalo liko pale maeneo ya Bamburi yuko pamoja nasi na tayari kwa kutupa neno la tumaini asubuhi ya leo. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Asante msikilizaji na asante mtangazaji Ruth Masita kwa sababu ya kupata nafasi nyingine kuja katika mitambo hii ya Pwani FM. Mungu akubariki sana. Na wewe unayenisikiliza pia Mungu akubariki sana. Wakati tunapoendelea unaweza mwambia rafiki yako ya kwamba mtume na nabii Apostle Geoffrey Mwaluma kwa jina lingine Jicho la Tai yuko live katika mitambo hii ya Pwani FM kwa dakika chache tu. Naitwa Apostle Geoffrey Mwaluma, niko pale Bamburi na Mungu amenisaidia leo kuwa katika mitambo hii ya Pwani FM na niko na neno kwa sababu yako. Tuko katika masaa ya mwisho kabisa ya mwaka wa 2023. Tunaaga mwaka, tunasema bye bye, ikiwa leo kabisa tumeangusha tarehe 10 mwezi wa Disemba mwaka 2023 na ni asubuhi njema kabisa ambayo Mungu ametupa. Na bila kupoteza wakati niruhusu nisome neno alafu niweze kuomba. Leo tutasoma kitabu cha Isaya 49 mstari nao ni wa 25. Maandiko yanasema hivi: naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliyehodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliyejabari wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Mstari wa 26, na hao wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe kama kwa mvinyo mpya, na wote wenye mwili watajua ya kuwa mimi Bwana ni Mwokozi wako na mkombozi wako, ni mwenye enzi wa Yakobo. Tupate kuomba wapendwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru na tunakuinua. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo kuniruhusu kukanyaga kwenye mitambo hii mizito ya Pwani FM. Bwana, ninaomba nililetapo neno hili nikashuke ukaweze kuinuliwa. Yoyote atakuwa nalisikia neno hili, maisha yake asibaki kuwa ya kawaida, nyumba yake isibaki kuwa ya kawaida, biashara yake isibaki kuwa ya kawaida. Jambo jipya likatendeke katika anga ya mtu. Fungua maisha ya watu, komboa maisha ya watu kupitia kwa neno hili. Mtu yote anasikia chini ya upako huu asiwahi teseka wala kulia wala kuangaika. Mwezi huu wa Disemba ukawa baraka kwa kila mmoja anayenisikia kwa jina la Yesu Kristo. Na kuja kinyume cha ufalme na mipango ya shetani, haina mamlaka na haina uwezo na haina nguvu kwa jina la Yesu. Asante maana utatenda, na ni kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Msikilizaji wangu, maandiko yanasema vizuri naam, alafu inaweka koma. Naam, inaweka hapo kakitu hapo, yani kipumuo. Sasa unafaa uelewe
ya kwamba hiyo neno naam inataka kupata attention yako mahali ulipo. Na leo nataka niongee nao ukiwa kwa nyumba, ukiwa kwenye biashara, ukiwa umelala uko kwenye kitanda yako, ukiwa uko hapo mezani una take breakfast yako. Nataka attention yako kwa dakika kama 10 hivi. Nizungumze na wewe mambo ambayo Mungu amenituma niseme na wewe. Mwaka tulianza, mwaka tunakamilisha. Sasa Mungu leo anataka attention yako. Maandiko anasema Bwana asema hivi, yani leo sio Apostle Moluma naongea tena, ni Bwana asema hivi. Bwana anasemaje? Hata jeshi la wafungwa wake aliodari watapokonywa mikononi mwake. Jeshi la mtu hodari. Imagine mtu ana jeshi na maandiko anasema atapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliye jabari wataokoka. Mateka wataokoka. Jeshi linapopokonywa mikononi mwa mtu hodari, kuna watu walitekwa na hilo jeshi, wataokoka. Na maandiko anasema ya kwamba kwa maana kwa nini wataokoka? Maana maandiko anasema, sikia hii, kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. My God, maandiko yanasema kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nawe nitawaletea wana wako wokovu. Una wokovu unakuja mwezi wa 12. Sijui ni nini ambacho umekipitia katika siku zote zilizopita. Excuse me. Lakini maandiko anasema ya kwamba nitateta na watetayo nawe. Mambo mawili muhimu siku ya leo ambayo ninaenda kuzungumza. Jambo la kwanza, Mungu anasemaje? Anasema nitateta na wanaoteta nawe. Jambo la pili anasema mstari wa 26, na hao wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe. Nao wanaoteta na wewe, my God, kuna watu wamepigana na wewe, kuna watu wameng'ang'ana na wewe, lakini maandiko anasema ya kwamba namba 1, Mungu atateta nao wanaoteta na wewe, na wao watakunywa damu yao wenyewe. Wako watu wanasikiza chini ya upako huu leo. Nimekuja nikuambia kwamba yoyote anayeteta na wewe ndio ujumbe. Anasema kwamba yoyote anayeteta na mimi, Baba atateta na wao. Nasema Baba atateta na wao katika jina la Yesu Kristo. Popote unaponisikiliza mpendwa, nataka uelewe ya kwamba Bwana amesema siku ya leo ya kwamba namba 1 atateta na wanaoteta na wewe, atateta na wanaoteta na wewe, atateta na wanaoteta na wewe. Hata kama wamesema mambo mangapi, hata sama wamenena mambo mangapi, kuna watu wamekutukana, kuna watu wamekuambia mabaya, kuna watu wameamua ya kwamba watang'ang'ana na wewe mpaka mwisho, lakini Bible yangu inaniambia ya kwamba nitateta na wanaoteta na wewe, nitapigana na wanaopigana na wewe. Mwezi wa 12 mambo mawili yanafanyika. Namba 1, kitu cha kwanza, Mungu anaenda kuinuka na kuteta na wanaoteta na wewe. Mungu anaenda kuinuka na kupigana na wanaopigana na wewe. Maandiko anasema nitateta nao. Kuna watu wameteta kuhusiana na ndoa yako, kuna watu wameng'ang'ana kuhusiana na watoto wako, kuna watu wameng'ang'ana kuhusiana na kazi yako, hata na biashara na afya yako, lakini Mungu amenituma na neno kwako. Hakuna mtu nazungumza naye leo, nimekuja nikuambia kwamba anateta na wanaoteta na wewe, anapigana na wanaopigana na wewe. Asubuhi ya leo Mungu amenituma nikuambie, mwezi wa 12 anapigana
kupigana vita vyako. Mwezi wa 12 anaenda kukufanya ukaweze kufaulu, hata kama vita vyako vimekuwa vikubwa kiasi gani, lakini atateta. Neno la Bwana ni la mwisho, neno la Bwana ni final. Hata kama vita ni vizito, Baba kama amesema. Kuna watu wananisikiliza, maisha yako yamekuwa magumu mwaka mzima wa 2023. Vita vyako ni kama viishi, unamaliza hiki unaanza ingine. Yuko mama unanisikia leo, vita vyako vimekuwa ni vizito hata katika hiyo ndoa yako, lakini maandiko yanasema ya kwamba nitateta na wanaoteta na wewe. Nimekuja niongee na wewe msikilizaji wangu unayenisikiza katika redio ya Pwani FM, ni kuambia kwamba Bwana amesema ninaenda kuteta na wao, ninaenda kuteta na wao. Na kama akisema nateta na wao, inamaanisha atakupigania. Wako watu wameng'ang'ana na wewe, wanaenda kunyamazishwa kimya wakati unaenda kubarikiwa, wakati unaenda kupata hiyo kazi, wakati unaenda kupona. Wako watu waliteta na wewe wakahakikisha kwamba utateseka. Nimekuja nikuambie Mungu atateta na wao. Vita sio vyako tena kuanzia leo, vita ni vya Bwana. Ni kweli uko chini, unasikia chini ya sauti hii kwa redio yako, unasema pasta, mimi ni mgonjwa na nimekuwa mgonjwa kwa mwaka mzima wa 2023, lakini kwa upako niliobeba Mungu akupiganie. Kwa upako niliobeba anga yako ifunguke. Kwa upako niliobeba ipokee neema ya mageuzi, maana atapigana vita vyako. Wamekuendea kwa waganga sawa, lakini leo nimekuja nikuambie anaanza kuteta na wanaoteta na wewe, yani wanapigana na wewe. Kumbe Mungu on the other hand, yani kwa mkono wake anaenda kukuinua. Wanaweza kwa njia moja wakafunga milango wakisema ndio anakumaliza, kumbe kwa njia nyingine anaenda kuinua kiwango chako. Mpendwa msikilizaji unayesikia chini ya upako huu, nimekuja nikuambie vita vyako Bwana atavipigana. Vita vyako Bwana atavipigana kama alipigana kwa sababu ya wana wa Israeli wakatoka Misri, hata kwako atapigana. Walipomrusha Petro gerezani, walijua mambo yanabadilika. Nasema waliosema utawainuka, Baba anabadilisha maneno. Habari yako inabadilika. Ninazungumza na mtu leo, habari yako inabadilishwa, historia yako inabadilishwa, maana Mungu anateta. Na Biblia inamaliza na kusema ya kwamba watakula nyama zao wenyewe, watakunywa damu yao na kulewa kwa damu yao. Nimekuja kutangaza, wako watu walikuwa wamesema hautafaulu, wakasema lazima wakumalize, wakatuma majini kwako ili ya kutesa usiku. Wengine unashangaa na mwili wako unaendelea kuzorota. Nimekuja kusema watakula nyama yao wenyewe, watakunywa damu yao wenyewe. Nimekuja kutangaza chini ya sauti hii, watakunywa damu yao wenyewe, watakula nyama yao wenyewe. Ninazungumza na mtu leo chini ya upako huu, nisikilize. Wako wachau wamesema tutaona kama tamaliza mwaka. Hebu nikutabirie dakika moja ama nusu dakika ya kwamba wewe hautakufa, wao ndio watakufa. Biblia imesema nyama yao wataikula, watalewa kwa damu yao. Waliopanga kwako haitatokea, inawarudia. Maandiko yanarekodi na kusema watakula nyama yao wenyewe, walichokipanga
wamepanga kwako kinaanza kuwarudia walichopanga kwa nyumba yako. Hebu nikuambie kitu leo, wakati wa mwezi wa 12 ndio majali huwa zinafanyika, ndio magari yanaanguka, mabasi zinaanguka, eti mtu apate ajali akufe. Nimekuja nikuambie, walioweka maagano ya ajali, walioweka maagano ya kumwaka damu katika Jamhuri ya Kenya, nimekuja kutangaza ya kwamba damu yao ndio atakunywa. Yani kuna watu huwa wanaamua kampuni fulani yangushe gari, na hiyo gari ikianguka yaribike, lakini wanatoa kafara, magari 6 magari 5 yatapatikana. Nimekuja nitangaze, maagent wa devil, maagent wa madevil, maagent wa Freemason, nisikizeni popote mlipo, mutakula damu yenu wenyewe. Nyinyi ndio mtakufa. Hakuna yoyote anayesikia chini ya sauti hii ambaye atakufa katika ajali za barabarani. Biblia inasema ya kwamba mutakula nyama yenu wenyewe, mutakunywa damu yenu wenyewe. Hakuna damu isiyokuwa na hatia ambayo inaenda kumwagika mwezi wa 12. Nimekuja niwaambie, maana kuna vitu vinafanyika mwezi wa 12. Ndio mwezi ambao watu wanatoa makafara, ndio mwezi ambao watu wanaangamizana. Nimekuja nitangaze, watakula nyama yao wenyewe na damu yao wenyewe. Biblia imesema, na imeanza na mstari wa 25 ikisema, Bwana anasema baada ya mipango yao hiyo mmepanga, sasa maandiko yanasema watakula damu yao wenyewe, watakunywa damu yao wenyewe, watakula nyama yao wenyewe. Waliotumana maajali, waliotumana vita, waliotumana muweze kuwa na vita katikati ya familia, haitatokea. Waliopanga ufe kabla mwaka ujaisha, nimekuja kuondoa roho ya mauti katika anga yako kuanzia leo. Naondoa roho ya mauti. Kuna watu waliandikiwa habari wakaambia kwamba watamaliza. Nimekuja niseme utamaliza mwaka. Hakuna mtu ananisikia. Uko na mzazi ama jamaa na marafiki ambao ni wagonjwa kwenye mahospitali, natangaza nikiwa kwenye mitambo hii ya kwamba unatoka kwenye hiyo hospitali, ya kwamba unapokea uponyaji hapo ulipo, unapokea uponyaji. Kuna mwingine anasema, pasta, hata nilipata ajali. Nasema utakufa. Watakula nyama yao wenyewe, watakunywa damu yao wenyewe. Leo tunarudisha kila mipango kwa wale waliokupangia mipango yao mibaya. Maandiko yanasema ya kwamba achimbai shimo sharti aingie, yani sharti amezwe na hiyo shimo. Yoyote alikupangia mabaya yaanze kumrudia. Wengine hata wakakutamkia, maana Bwana amesema. Ni nani basi atakayepinga? Ni nani basi atakayepinga? Akisema Bwana, hakuna mpingamizi. Nami ninatangaza katika jina la Yesu Kristo ya kwamba mwezi wa 12 utakuwa shwari kwako. Utamaliza mwaka na nguvu, utamaliza mwaka na afya, utamaliza mwaka ukisherekea, hautamaliza ukihuzunika. Huzuni inaondolewa katika jamii yako, huzuni inaondolewa katika familia yako. Naondoa magonjwa kwenye anga, naondoa mauti kwenye anga, akaondoa visirani kwenye anga, naondoa vita kwenye anga. Hautapoteza ndoa yako mwezi wa 12. Natangaza na kutabiri, hautapoteza afya yako mwezi wa 12. Kuna mama analia, anasema, ndoa yangu imekuwa mzigo. Ninaona kwenye ulimwengu wa roho Mungu ananiambia hautaondoka kwa hiyo ndoa. Amani inaanza kuonekana. Kuna mwingine anasema, nilipanga kuondoka kabisa niende. Nimekuja nikuambie, hakuna mahali unaenda. Hiyo ndoa utabaki hapo, maana kuna amani inaletwa. Waliokuwa na teta
na hiyo ndoa ni mwisho, waliokuwa na teta na watoto wako ni mwisho, waliokamata nyota zao ni mwisho. Maana kuna mlango unafunguliwa, kuna mlango unafunguliwa. Walisema ya kwamba kandarasi yako inaisha mwezi wa 12. Mungu anaenda kurenew kandarasi ingine. Ninatangaza waliokuwa wameandikwa vibarua, Mungu akufungulie milango ya kuandikwa permanent. Nimekuja nitabiri kwenye anga hii, pokeeni kibali, pokeeni neema. Ninatangaza mwezi wa 12, maliza na nguvu. Krismasi sherekea kwa amani, vuka mwaka na amani katika jina la Yesu. Usisahau atateta na wanaoteta na wewe, na nyama yao wataikula wenyewe nyama yao, na wala sio nyama yako. Damu yako watakunywa, watakunywa damu yao. Hivyo basi nataka kwa dakika chache nipokee simu yako. Unasema, mtumishi wa Bwana nabii, natamani ukaniombee. Yani hii hali napitia, natamani tu maombi kabla sijavuka. Kuna vitu nataka umalizane navyo kabla uvuke mwaka, lakini uelewe damu yako hawatakunywa, nyama yako hawatakula. Ebu nipokee simu yako, alafu baadaye nirudi niweze kukombea. Ruth Masita kwenye mtambo. Asante sana mtumishi wa Mungu. Tunapokea neno hilo asubuhi ya leo. Mungu akubariki sana. Msikilizaji, uko na nafasi ya kuweza kuja hewani ili tuweze kufahamu hitaji lako la maombi, lakini kabla ya hapo wacha tuzame kidogo madukani, kisha nitakuwa narejea ili niweze kushika simu yako ili tuweze kufahamu hitaji lako la maombi. Hii ni Pwani FM 103.1 ndani ya kipindi cha Tumaini Maishani. Furaha yangu kama mwanabiashara ni hatua nimepiga kuendeleza biashara yangu. Lakini wacha nisikudanganye, kuna changamoto nilizopitia katika hii safari ya biashara. Kupokea malipo kutoka kwa wateja tofauti ilikuwa inanitatiza sana juu ya reconciliation. Lakini hizo ni shida za zamani. Tangu nipate one equity till number, biashara yangu imeendelea kunawiri. Kupokea malipo kutoka kwa customers wangu, iwe wanatumia M-Pesa, Airtel Money au bank zingine, imekuwa rahisi sasa. Nikitaka boost ya kuongeza stock, ni papo hapo juu ya kutransact na one equity till number. La kuzidisha, niliipata bila malipo yoyote na sikatwi commission yoyote. Are you a business person and are looking for a convenient way of receiving payments from your customers? Get the One Equity Till number for free today. No sign-up fee, no commission charged. Visit any Equity branch or call 0763 000 000 to get your One Equity Till number for free. Equity, karibu member. Ajibika ushinde na unga wa Ajab. Pika na unga wa Ajab leo, upate msibo wa kipekee ndani ya pakiti. Tuma msibo huo kwa SMS 20247 ili uingie kwenye daily, weekly au monthly draw. Usibaki nyuma, shinda leo. Makinika ndani ya Pwani FM naye Ibrahim Nyundo na Fundi Bengo, kila siku ndani ya uchambuzi wa magazeti na swala nyeti, wa kujuza jinsi ya kushinda na Ajab. Ajibika na ushinde na Ajab Flan leo. Barikiwa, inuliwa na Ruth Masita. Na msikilizaji, nambari zetu za simu zipo wazi 0706591362
ama 0737699548. Nambari zetu za simu zipo wazi iwapo uko na hitaji la maombi asubuhi ya leo, katika hizi dakika chache ambazo zimesalia na kupatia fursa hii uweze kuja hewani ili tuweze kufahamu hitaji lako la maombi. 0706591362 ama 0737699548. Ni kipi ambacho ungependa Mwenyezi Mungu akaweze akaweze kukupatia kabla ya mwaka huu uweze kuisha? Ni kipi ambacho kimekuwa ni matamanio kwako katika maisha yako ambacho ungependa Mwenyezi Mungu akaweze kukupatia tunapoelekea kukamilisha mwaka huu wa 2023? 0706591362. Kuna muda na hofu yalibadilika mambo. Naam, asante sana. Kwenye mtandao wa Facebook, Baraka Ngoa Baraka Ngoa anasema kutoka Majengo Kanamai, anasema niekeni kwa maombi, napitia hali ngumu sana. Hali ngumu sana, haja specify ni hali ngumu ipi, lakini kwa yote kwa jumla tutaweza kuomba kutokana na hilo. Baraka Ngoa kutoka Majengo Kanamai, usijali, tutaweza kukuweka katika maombi pamoja na wengine ambao wanaweza kupata nafasi ya kupiga simu. Nambari zetu bado zipo wazi, 0706591362 ama 0737699548. Halo Pwani FM 0706591362. Unasonga kando ya redio yako ama unazima sauti yako ya redio ili tuweze kuwasiliana kwa njia iliyo safi kabisa. Imesalia dakika 2 ili tuweze kushika simu yako kisha tuweze kufanya maombi. 0706591362. Ibrahim Obiero kutoka Nyali anasema mnikumbuke kwa maombi, naumwa na kichwa kutoka juzi. Asante sana, tutakukumbuka katika maombi ndugu yetu Ibrahim Obiero kutoka Nyali.
nikumbushe juu wako wakati wa magumu, nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu. Halo Pwani FM. Sifa. Niimbe wimbo wa sifa katikati chozi. Na asante sana kwa hawa wawili ambao wamepata na muda ama walikuwa na mahitaji ya maombi. Baraka Ngoa pamoja na Ibrahim Obiero kutoka maeneo ya Kanamai na Nyali. Mtumishi wa Mungu akumbuke katika maombi wawili hao pamoja na maombi ya jumla. Wakati huu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya huwa kuna mambo mengi, na shetani wakati huu ndio anapenda hasa katika barabara na watoto kupotea, masuala kama hayo, kwenda sherehe, watoto kupotea, masuala mengi ambayo huwa yanagubikwa wakati huu, pia tu yaweke katika maombi. Amen, amen. Ya, wacha niweze kuomba kwa sababu ya hawa wawili, alafu pamoja na wote ambao wako na mahitaji ikiwa nyumbani, na baadaye nitakupea namba yangu ya simu ambayo unaweza piga hapo na kwa baraka zaidi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru, tunakuinua na tunakutukuza. Asante kwa sababu ya kipindi cha leo. Kuna wengi wametamani kupiga, lakini wengine hali yao haikuwa nzuri. Ninakushukuru Mungu kwa sababu unajua mahitaji ya kila mmoja anayenisikiliza kupitia kwenye mitambo hii ya redio. Kuna Baraka Ngoa ambaye anatokea Kanamai, ambaye anasema hali yake ni ngumu. Ninatangaza hiyo hali ngumu wako nayo inafika mwisho katika jina la Yesu. Naomba Baba ukamkumbuke huyu Baraka kama vile jina linavyoitwa Baraka. Natangaza baraka zikawe juu yake katika jina la Yesu. Naharibu falme wote wa giza ambao wanaopigana na anga yake. Natangaza kwamba hauna mamlaka na hauna uwezo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba Baba ukafungue anga yake. Ninaomba Baba ukamkumbuke Baraka. Ninaomba Baba ukakutane na tamanio la moyo wake dakika hii kwa ajili ya utukufu wako. Nikimwombea Ibrahim Obiero akiwa Nyali, anasema kichwa kinamuuma. Natangaza kwa mapigo yako my father ya kwamba amepona katika jina la Yesu. Natangaza apokee uponyaji kwa ziada dakika hii katika jina la Yesu Kristo. Navunja ufalme wa giza kinyume na maisha yake kwa ziada dakika hii. Natangaza dakika hii ninapozungumza, hiyo kichwa ikapokee uponyaji, apokee uponyaji kwenye mwili wake. Na natangaza msimu huu wa mwezi wa 12 hatutakuwa na watoto wanaopotea, hakutakuwa na wasichana wanaopotea katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Watu hataenda kuogelea na wamezwe na maji katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninatangaza kila ajali ninaziondoa katika anga za watu katika jina la Yesu Kristo. Safari zao wanaposafiri, ninaomba Bwana ukazitangulie mwenyewe. Magari wanayotumia nimeatakasa kwa damu yako katika jina la Yesu Kristo. Mwezi wa 12 kila kitu kikawe shwari kwa maisha yao. Kutana na mahitaji ya mioyo yao. Wengine hata pesa ya kula ni shida, pesa ya kulipa rent ni shida. Naomba Baba ukawakumbuke msimu kama huu
Mungu wakiwa kwenye hali ngumu. Ninaomba popote wanaponisikiliza, Bwana ukakutane na wao, ukawalinde, ukawahifadhi katika sherehe za Krismasi hata na mwaka mpya. Akamalize mwaka wakiwa salama, akamalize mwaka wakiwa na amani kwa ajili ya utukufu wako. Asante Bwana Yesu, maana unaenda kutenda. Asante Bwana Yesu, maana unaenda kusimama nao. Wagonjwa ukawaponye na kuwafungua kwa ajili ya utukufu wako. Uinuliwe Bwana Yesu na upewe sifa, maana umesikia na umetenda, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Msikilizaji wangu, mahali popote ulipo, unasema mtumishi wa Mungu, ninaweza kupata vipi? Nitakupa namba yangu. Mimi niko hapa tu Mombasa, na niko Mombasa maeneo yanaitwa Bamburi. Kama unatokea mjini Mombasa mjini, unaweza chukua gari ya Bamburi ikakushukishia stage inaitwa Mwembeni stage. Mwembeni stage ni Bamburi Mtambo hiyo. Chukua gari ya Bamburi Mtambo, shukia Mwembeni stage. Ukishuka Mwembeni stage una cross barabara. Ukicross barabara, kanisa la kwanza utakutana nalo upande wa left, upande wa kushoto ni kanisa linaitwa Glorious Hour Center International. Niko hapo ndani. Kabla ufike Hotel Sisters utaona, kabla ufike PCA nyuma hapo niko hapo, na hapo ndio kanisa lipo. Njoo tukae chini tuongee, tuombe pamoja. Una hali ambayo inakusumbua, njoo tuonane, tuombe pamoja. Maisha yako atabaki kwa kawaida. Kwa njia rahisi zaidi ya kunifikia, unaweza nipigia simu nikakudirect. Unaweza shuka hapo Mwembeni, hapo Mwembeni stage nimekwambia, apiga namba ya simu. Hata ukiwa unatoka nipigie namba ya simu. Hata sasa hivi unaweza nipigie namba ya simu. Leo niko na ibada kubwa sana ya ukombozi, healing and deliverance, na pia ni ibada dedication ya watoto wote. Na namba yangu ya simu ndio hiyo 070742137035 0742137035. Kwa mara ya mwisho 0742137035. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Unapopiga simu tutawasiliana na kila kitu itakuwa sawa. Ubarikiwe na uwe na mchana mwema. Amen. Amen. Okay, asante sana mtumishi wa Mungu. Zimetimia mwendo wa saa 1 saa zetu za Afrika Mashariki. Hii ni Pwani FM 103.1 ndani ya